Tunaendelea na darasa zetu hizi za Ramadhani, na utakumbuka kwamba darasa ya mwisho tulizungumzia masala ya wajibu wa sala ya jamaa kwa wanaume na umuhimu wa wanawake kuwalea watoto wao katika jambo hilo, na niliweza tu kunukuu huko kwa baadhi ya wakati baadhi ya maandiko, lakini kuna mengine mengi nikayaacha. Kwa hivyo maudhui ni hile hile, tunaendelea, lakini kuna hadithi za Mtume sallam ambazo kwamba tumeziacha zenye kutoa ushahidi huo juu ya kwamba sala ya jamaa ni wajibu. Ingelikuwa wakati upo leo tungezungumzia pia fadhila za jamaa, lakini nahisi wakati huo utakuwa hamna. Kwa hivyo tutamalizia nguo ya kwanza ya kuzungumzia wajibu wa jamaa, na inshallah darasa itakayokuja itakuwa kuhusu fadhila za jamaa, na itakuwa ndio maudhui ya mwisho au ndio darasa ya mwisho kwa maudhui hii. Kama nilivyosema maudhui ni ile ile, lakini maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nuru kubwa, nuru. Kwa hivyo pia kusikia nayo akasema nini kuhusu maudhui hii ni jambo zuri na ni muhimu kwa hakika, kwa sababu watu mara nyingi wanapenda kujua nini ushahidi wa hichi, nini ushahidi wa kile. Kwa hivyo tuendelee na kuzikoti baadhi hadithi za Mtume sallam ambazo kwamba zinazungumzia habari hiyo. Na leo hadithi ya kwanza tukainukuu ni hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Huraira anamsimulia au anamnukuu Mtume sallam akisema, anasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake alisema, walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab, na hapa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko mikononi mwake. Na mnajua nyinyi kwamba kuapa ovyo ovyo katika Uislamu kumekatazwa. Mtu haapi ovyo ovyo tu, tumekatazwa sisi watu wa kawaida, itaje kuwa mtume. Kwa hivyo mtume akiapa ina maana jambo lina uzito wa hali ya juu, yani mtume haapi tu, sababu Qur'ani imekataza, yani hata kama jambo la kweli hataki mtu kuapa tu, wala tuti kulla halafin mahin. Kwa hivyo kuapa hapa tu haitakiwi jambo la kweli, watu wengine wanachukua kuapa kama jambo la kweli aape tu, wallahi nakwenda nje, wallahi kuna kitu hichi, lakini anayeapa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba la yantiqu anil hawa, hasemi lolote kutokana na matamanio ya nafsi zake. In huwa illa wahyu yuha, mtume anachokisema ni wahi kapewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mtume anaapa, ina maana jambo lina uzito mkubwa sana, yani mfahamiana, jambo lina uzito mkubwa sana. Kwa hivyo anasema kwamba naapa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko mikononi mwake, yani Mwenyezi Mungu. Nimekusudia, ndikuwa nishaingiwa na nini na nia kwamba niamrishe watu wakakusanye kuni, thumma amura bisalati fayuadhan laha, kisha niamrishe watu waadhini kwa ajili ya sala. Thumma amura rajulan ya ummu nnas, kisha nimwamrishe mtu mmoja awe ndio imamu aongoze sala kule. Thumma ukhalifa ila rijalin fa uhriqa alaihim buyutahum, kisha nichukue hizo kuni, maana yake nende nika wale watu ambao kwamba hakuja kusali hapa, basi nende nyumba zao kaziunguze. Na katika baadhi ya riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama hivyo nanukuu baadhi ya riwaya kama lau kama si watoto na wanawake, maana yake basi, yani mtume alikaribia kufanya hivyo. Alafu akasema, akatufananisha saa zama udhaifu wetu, yani tazama udhaifu wetu tulivyo binadamu, yani tukijua kama pala kama nilivyokuambieni, akiambiwa kitu hichi kiuze hapa nje, hapa ndani kwako hapa utapata riali 50, na ukitoka nje hapo hapo utapata riali 500, atakwenda hakubali, atakwenda kuuza nje pale. Lakini kasali pale msikiti uko watu watatu, utapata daraja kubwa nyingi. Hapa sali utapata daraja kidogo,
uvivu umemshika atasali hapo nyumbani. Kwa hivyo Mtume hapa anatupiga mfano sasa, anasema walladhi nafsi biyadihi, na hapa tena kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko mkononi mwake, lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu adhman saminan au mirmataini hasatain la shahida al-isha. Lau mtu alikuwa anajua tu anajua kama nikienda kule kusali isha nitapata kule bwana mfupa ule unaona, nitapata nyama ile unaona dunia, yani fahamiana. Au mirmataini hasanataini, hii mirmataini umetofautiana katika kuifasiri. Mirmataini maana yake ni vilengwa viwili, lakini ukifasiriana kwa neno yani. Lakini hapa ulama wa tafsiri wameifasiri na tofauti. Wengine wanasema mirmataini hii maana yake ni nyama tu, nyama vipande viwili vya nyama, na wengine ni nyama lakini nyama ya mabega hapa, na wengine wanasema hapana bwana, hapa ile kusudiwa bwana mirmataini ni vitu vya kurembea, yani ni mishare ya kurembea. Na nini mnasaba wake? Ni kwamba mshare watu huchukua kwa kuchezea, hasa zamani ni kitu cha kuchezea, na chakula hichi kitu cha kujistareheshea. Basi Mtume anasema lau mlipata hayo watu ungekwenda kwenye kusalisha, alikwenda. Yani unajua wewe kama mimi ningeenda kule nitapata mambo kama hayo kusalilisha, basi ungekwenda, lakini utapata daraja katika pepo huendi. Mtume sallam katika hadithi anasema kwamba alikaribia nyumba kuziunguza. Sasa tujiulize tena hapa, lau sala ya jamaa ilikuwa si wajibu, vipi Mtume afikirie kuunguza nyumba za watu na kuunguza na kuharibu mali? Haifai. Kwanza kuharibu mali haifai, mfahamiana alafu ni jambo kubwa ni kumuunguza nyumba yake. Lakini hilo Mtume sallam hakuwa kwamba alifanya lakini alitaka kuonesha uzito wa sala jamaa. Na Mtume sallam alikuwa wakati mwingine anazungumza kwa mifano, si kwamba ndio kweli alitaka kuunguza nyumba ya mtu, lakini alikuwa anaonesha jinsi ile sala jamaa ilivyokuwa na uzito. Ndio kusikia siku moja, lakini kwa mtu ambaye kwamba anamuamini, lakini sikusoma pahala kwamba al-Imam Salim bin Rashid al-Kharusi, katika imamu kubwa wa Omani hapa zamani, imamu dola, yani si imamu wa ilmu, lakini pale alikuwa ni alimu, yani alikuwa imamu wa ilmu, alikuwa imamu dola, na alikuwa ni mcha Mungu wa kupigwa mfano, yani mcha Mungu wake mpaka Abu Muslim anasema walillahi anfusun ya'udduha an-nasu min ahjari suhihim wa hunna fi malakuti llahi shuhbanu. Afu akazungumza akasema naam, ile beti imetoka, lakini mwisho akasema wasirruhu naam, asema kwamba mwisho katika ile beti yake mwisho asema sirruhu malakun wa shakhsu insanu, yani wewe ukimuona hivi utamuona kama ni mtu, lakini undani wake ni malaika. Wanatumia ni malaika watu. Ndio hivi karibuni nimeangalia mtu anafasiri kwa katika YouTube, ni makosa yanatokea makubwa katika watu kufasiri wengine katika ile aya katika Qur'ani katika sura Al-Baqara iliyosema kwamba habari kataja malaika wawili, wama kafara Suleiman walakin shayatin kafaru ila akhir aya kataja malaika. Watu wanafikiri kwamba ni malaika na akatoa story pale, malaika waliasi. Malaika hawasi bwana, wale si malaika, wale ni watu. Waliitwa malaika kwa sababu cha Mungu wao. Wale ni watu walipewa jina la malaika kwa sababu cha Mungu wao, walikuwa wacha Mungu sana, akapoitwa watu wakaitwa malaika. Kama vile ambavyo kwamba mtu mbaya anaitwa shetani. Mtu mbaya sana anaitwa shetani, na si shetani sio jini, lakini mtu, lakini anaitwa shetani kwa ubaya wake. Mtu mwema sana pia katika Kiarabu wanamuita malaika, ni malaika wanaitwa malaika kwa sababu wanafananishwa kwa ile wema wao. Kwa hivyo hapa Imam Salim bin Rashid pia kafananishwa nani? Kafananishwa na malaika kwa ucha Mungu wake. Ana story nyingi sana, alikuwa kila kitu chake nuru, kila kitu chake nuru, kwa jinsi alivyokuwa daraja ya ucha Mungu ni kubwa ya daraja yake. Mtasubihi wake ukamata akiweka pale unatoka nuru, yani kila kitu chake. Akilala usiku watu wanamuona kuna nuru, akibakia msikitini watu wanaona nuru. Ndio ilikuwa Imam Salim bin Rashid. Basi Imam Salim bin Rashid siku moja alikosa sala jamaa, ndio hii pointi yetu. Basi watu wakamu na imamu tayari shakuwa imamu, imamu wa dola, yani imamu wa dola, yani ni kiongozi wa dola, ndio kama mfalme au rais. Kaka analia, atasema mbona yeye mwanalia nani leo? Kaenda akalia, ambia nimekosa sala jamaa. Akaikosa siku moja, imamu kaka analia siku moja alikosa sala jamaa, kwa sababu hawa watu wenye kujua uzito wa sala jamaa. Kwa hivyo Mtume sallam anasema hivi maneno hayo. Na hadithi nyingine
ya Mtume sallam kuhusu, na taban hii si hadithi ya Mtume sallam, lakini maana yake ni hadithi ya Mtume vile vile. Ni hadithi iliyopewa kutoka kwa Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibn Mas'ud anasema, man sarra an yalqa Allah subhanahu wa ta'ala ghadan musliman falyuhafidh ala haula'i as-salawat haythu yunada bihinna, anayependa kwamba kesho kiyama akutane na Mwenyezi Mungu hali ya kuwa naye kafurahi, yani hali ya kuwa ni Muislamu muumini, basi azihifadhi sala hizi, sala tano, pale ambapo kwamba muadhini anaadhini, yani kwa maana kwamba azikasali kule anakoadhini muadhini, asali jamaa. Fa inna Allaha shar'a li nabiyikum sallallahu alayhi wasallam sunan al-huda wa innahunna min sunan al-huda, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwekea mtume suna za uongofu, na kwa hakika hizo ni suna za uongofu. Walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha almutakhallif fi baiti lataraktum sunnata nabiyikum, na lau kwamba mtasali nyinyi majumbani kwenu kama anavyosali hawa watu ambao kwamba huyu ambaye kwamba anabaki nyumbani kwake kasali nyumbani kwake na nyinyi mkasali hivyo hivyo, basi mtakuwa mtakwenda kinyume na sunna ya mtume wenu. Na sunna katika sharia sio katika fiqh, sharia ni kitu kingine, fiqh ni kitu kingine. Mfahamiana? Sharia ni inavyosema Qur'ani na hadithi. Fiqh ni ufahamu wa wanavyuoni katika kuifahamu Qur'ani na hadithi. Kwa hivyo wanavyuoni wa fiqh wakwambia sunna maana yake si lazima, ndio maana yake. Lakini wanavyuoni wa sharia wanaposema sunna maana yake ni kitu kimepitia kwa mtume tu, kwamba katika Qur'ani hakimo au hakusema kwa uwazi, mtume kakisema au kakifanya au kakiona na kakiridhia, ndio sunna maana yake. Kwa hivyo inawezekana sunna ile ikawa ni lazima, inawezekana isiwe lazima. Kama kutahiriwa kwa wanaume katika Qur'ani haimo, lakini katika sunna tunaipata. Kwa hivyo ni sunna lakini ya lazima. Kusali rakaa 4 za dhuhuri, rakaa 4 la asiri ni sunna ya mtume, kwa maana kwamba katika Qur'ani haikutajwa, mtume ndo kafafanua, lakini ni lazima. Kwa hivyo usije kaambua sunna ukafikiri si lazima Kwa hivyo hapa na hasa wakati huo zama za masahaba, wai mustalaha hizi technical terms ambazo tunazoelewa hizi walikuwa hawana wao. Tumeunda si baadaye, baada ya muda ndio tumeunda kwa kusahilisha, kwa kurahisisha kusoma ilmu. Maana yake unarahisisha, yani mimi leo nikikwambia kuna maneno tele leo nikiyataja, akifuka Umar bin Khattab hapa hajui maana yake, nasema nini, hata nifahamu maana ya lugha, lakini nimekusudia hafahamu. Mfahamiana akifuka Umar bin Khattab nikamwambia kwamba hadha alhadith mu'dhal, hadha alhadith mu'allaq, hadha alhadith mursal, ataniuliza maana yake ni mursal, ndio maana yake nini, mu'dhal ndio maana yake nini. Anajua kilugha lakini kiislahi technically hafahamu, kwa sababu zimeundwa baadaye. Katika tajwidi kaambia hapa bwana, hapa idgham, hapa ikhfa, hapa izhar. Atakuza izhar na maana yake nini? Anajua izhar kilugha lakini hajui izhari katika kitaalam kitechnical. Ilikuwa kwa tu hakuna majina, kitu chenyewe kipo, uhakika wa jambo lenyewe, lakini majina hakuna. Kwa hivyo sahaba hapa anaposema kwamba mtaacha sunna ya mtume, si haja kusudia kwamba sunna yenyewe si lazima. Mtaacha nyinyi mwenendo wa mtume maana yake. Mfahamiane? Walau taraktum sunnat nabiyikum la dhalaltum, na mkiacha mwenendo wa mtume wenu basi mtapotea. Walaqad ra'aytuna wama takhallaf anha illa munafiq ma'lum an-nifaq. Tazama anaposema huyu sahaba kwamba tumejiona huko zamani huko sisi alikuwa haachi sala ya hii ya jamaa isipokuwa mnafiki. Tena mnafiki wenyewe sio kujificha, unafiki wake unajulikana hasa. Yule mnafiki maarufu ndo anaacha sala jamaa. Tazama tofauti sisi na masahaba, yani wako mbali na sisi, tuko mbali sana, yani wako mbali na sisi, tuko mbali. Wale watu wamekulia bwana katika madrasa ya mtume sallallahu alaihi wasallam, nuru ya mtume. Ukisikia mtu anasema masahaba vibaya, huyo mtu hakufahamu Qur'ani, hakuifahamu wala hakufahamu sunna. Qur'ani pekee inatosha. Taban sisi hatusemi kwamba kila sahaba alikuwa yuko sawa, lakini kwa ujumla wao ni bora kushinda watu wote wengine baada ya mitume. Yani baada ya mitume ni masahaba daraja ya pili.
kwa elimu zao, kwa juhudi zao walizozifanya kupigana vita na Mtume, kwenda kumsaidia Mtume katika vita, kusimamisha dini, na fadhila zao nyingi sana, na Qur'an inaonyesha hivyo. Hii si maudhui, tutasoma baadaye inshallah, tutakuja maudhui masahaba katika darasa zetu za aqida. Kwa hivyo Ibn Mas'ud anasema kwamba hii bwana haiachi isipokuwa mtu ambaye kwamba ni mnafiki, ambaye kwamba unafiki wake unajulikana. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi, alikuwa zama za Mtume sallam, basi mtu huletwa katika sala ya jamaa, yuhada baina rajulaini, ananing'inizwa huku na huku mabega, yani mgonjwa hajiwezi, kakamata mtu na huku na huku, anampeleka akasali sala jamaa, hata yuqama fi saf, mpaka anakwenda kuwekwa katika safu, anasimamishwa, ananing'inizwa pale baina watu wawili, anakwenda hadi zama sisi tulivyo. Kuna stori moja nilisikia ina mazingatio kwa mtu ambaye kwamba ni muamini, kwamba kuna mtu mmoja ni alikuwa hata kusali naye ni mzima, ana chochote, akamwambia mwingine, akamwambia bwana, mimi nataka nikupe kitu kimoja tu, haja yangu kwamba unifate katika msikiti sala 5 leo, sala 5 siku moja tu. Baada ya hapo una kheri yako, ukitaka kusali utasali, utaki basi, lakini sala 5 tu unifuate siku moja basi. Akamfuata sala ya kwanza, akaenda akamuonesha mtu kilema, kiwete, yuko pale. Akaenda alfajiri, sala zote yupo, anambia mmekuja kuonesha huyu mgonjwa wa Mungu na hali yake alivyo, wewe na huyu bora nani? Sala zote yupo huyu, na hata mimi nimeshamkuta pale, ngoja kuna jamaa moja pale anakwenda kwa mikono, yani akaenda kwa mikono na magoti, hawezi kwenda vizuri, lakini sala zote yuko msikitini zote. Sasa mtu mzima haumwi, hana chochote, hana udhuru wote, anasali nyumbani kama kajali. Kuna mtu mmoja mkutaji sifu, mimi bwana, mimi sifikiri, mimi sisikii kusa nini anavyoadhini mwadhini, mimi naadhini mimi, lakini mimi sitaki kujionyesha bwana. Sasa alikwambia kwani kusali msikitini kujionyesha, nani alikwambia wewe? Yani Mungu katuamrisha tukajionyeshe kule, ndio katuamrisha. Mtume katuamrisha tukajionyeshe. Hii ni sharia yake ya Mungu. Kujionyesha, mtu atajionyesha nyumbani, atajionyesha msikitini anapotaka mwenyewe, akitaka kujionyesha. Kwa hivyo hivi ndivyo masahaba walivyofahamu sala jamaa. Na hadithi ya mwisho ni hadithi ya Ibn Ummi Maktum, na hadithi hii imekuja kama namna mbili, lakini au namna mbili kwa leo tu. Soma hadithi moja tena Muhammad tena. Anasema kwamba hadithi ni kwamba kutoka kwa Abdullah bin Shaddad bin al-Hadi an Ibn Ummi Maktum, anasema kwamba anna Rasulullah sallam ata al-masjida faraa ar-riqa au faraa riqa. Mtume sallam aliuja msikiti, alikuja msikitini akaona, mbona msikiti umekonda leo, umekonda na hamna watu kidogo, umepungua. Faqala inni la ahummu an aj'ala lin-nasi imaman thumma akhruj fala aqdiru ala insan yatakhallafu an as-salat fi baytihi illa, hii kama ile ya mwanzo, illa lakini ziada kidogo, illa ahraktuhu. Mtume anasema kwamba mimi nimekusudia kwamba niweke imamu hapa asalishe, alafu nitoke, kila nitakayemweza katika mtu, nitakaweza pahali nitakapoweza kwenda, nikamkuta mtu hakuja kusali jamaa, basi nimunguzie nyumba yake. Hapo huyu Ibn Maktum akauliza, nani kipofu? Yaani kipofu huyo alikuwa mwadhini Mtume, lakini kipofu. Akaambia, ya Rasulullah, inna baiti wa baina almasjid, inna baiti wa baina almasjid nakhlan wa shajara, nyumbani kwangu mimi na msikitini kuna miti mitende na miti mingine, na ni kipofu. Wala aqdiru ala qa'idin likulli sala, akaambia wala kulli sa'a, wala aqdiru ala qa'idin kulli sa'a, mimi na siwezi kila wakati kina kisali nikapata mtu kuniongoza kunipeleka msikitini. Aya sa'uni an usalli fi baiti, je ni sali nyumbani kwangu? Akaambia, atasma'u al-iqama? Qala na'am. Qala fa'atiha, na katika riwaya fa'atiha wala habwan, je unasikia iqama? Ambia ndio. Ambia njoo basi usali. Na kipofu huyo.
Na katika riwaya nyingine Ibn Hibban, njoo hata kama kwa kutambaa, lakini njoo usali. Kwa hivyo kwa mujibu wa riwaya hizi, ndugu Waislamu, na aya zilivyoonyesha na riwaya hizi, hakuna majali, hakuna kipengele cha kusema kwamba watu wasali nyumbani kukusudia. Naam, dharura inatokea. Kuna mtu anakuwa na umri nyingine anachelewa kwa dharura hii na ile, zipo, lakini mtu kufanya ndio kawaida yake kwamba mimi sala yangu ni nyumbani, hayo ni makosa. Na kama Ibn Abbas alivyosema kwamba huyo mtu makazi yake ni motoni, alivyosema Ibn Abbas, madamu huendi kusali Ijumaa na jamaa, basi makazi yake ni motoni, kwa maana kwamba sala yake haikubaliki namna hiyo. Sisemi kwamba jambo halina khilafu, lakini tunachukua dalili zenye nguvu. Naomba leo niishi hapa, wakati hauniruhusu. Insha Allah tabaraka taala, darasa ya mwisho kuhusu mada hii itakuwa kuhusu fadhila za sala jamaa. Aqulu ma qad sami'tumu wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Haya, vipi, tuna maswali yote?